Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Mtazamaji, leo katika kipindi cha Utoto Mtakatifu utakuwa na utoto mtakatifu kutoka Parokia Bikira Maria Mlima Karmeli Bunju, na mimi mtangazaji wako Maximilian Teresfel Isaac. Karibu. Utoto mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima usakwa Yesu tumupata tudumishe haki na amani. Mtazamaji, tunaenda kuanzisha kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Sala kabla ya mafundisho. Roho mkuu mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia, tuyashike mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji, sasa tunaanza kipindi chetu kwa kipengele cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Karibu. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Uwe kwangu, uwe kwangu, uwe mwanga wangu, uwe kwangu, uwe kwangu, uwe mwanga wangu, nyumba yenye maboma, yenye maboma, yenye maboma ya kuniokoa, nyumba yenye maboma, yenye maboma, yenye maboma ya kuniokoa, ndiye langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina
moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu ufikie tangaza uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Tangaza uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Kila lugha, watu na taifa, tunapata nuru katika neno lako. Wana na mabinti wawili waliotawanyika wanapatana kwa nao mpenzi. Ndoto uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Tangaza uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Bikira Maria, wazuri uliyochanua na mlango wa mbinguni, ewe uliyebikira na mama mkuu na mwaminifu, uwe daima mpendelevu, msaada wa Karmeli, uliyebikira na mama mkuu na mwaminifu, uwe daima mpendelevu, msaada wa Karmeli, nyota ya bahari. Mwenye Bikira Maria, mama yetu wa Karmeli, tunakushukuru mama kwa ishara ya upendo wako, kwa ishara ya ulinzi wako, mama yetu mwema. Bikira Maria, wazuri ya Karmeli, mzabibu uliochanua na mlango wa mbinguni, ewe uliyebikira na mama mkuu na mwaminifu, uwe daima mpendelevu, msaada wa Karmeli, nyota ya bahari. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Kipindi cha Kwaresma maana yake nini? Kipindi cha Kwaresma maana yake nini? Kwaresma ni kipindi cha kusali na kuomba, kufanya matendo mema, kuwasaidia wote wenye uhitaji. Tufunge na kuomba kama Bwana Yesu, saidia wahitaji
tamati tumefika kama tulivyoambiwa. Fanye matendo mema, kusali na kuomba. Saidia wahitaji, saidia wote wenye uhitaji. Tamati tumefika kama tulivyoambiwa. Fanye matendo mema, kusali na kuomba. Saidia wahitaji, saidia wote wenye uhitaji. Mtazamaji, sasa tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha nyimbo na vipaji. Tunaingia kipengele chetu cha pili cha darasani. Karibu. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Mtazamaji, kwa jina naitwa Martina Fidelis. Tunakwenda kuanza kipengele chetu cha darasani. Mpo tayari kwa maswali? Ndio, tuko tayari kwa swali. Jumatano ya majivu maanisha nini? Kari. Jumatano ya majivu inamaanisha mwanzo wa Kwaresma. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Kipindi cha Kwaresma hudumu kwa siku ngapi? Oto. Kipindi cha Kwaresma hudumu kwa siku 40. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Kipindi cha Kwaresma huambatana na nini? Eliza. Kipindi cha Kwaresma huambatana na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Katika njia ya msalaba nani alimpokea Yesu msalaba? Aliyempokea Yesu msalaba ni Simoni wa Kirene. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Kituo cha ngapi Simoni wa Kirene alimpokea Yesu msalaba? Brighton. Kituo cha 5 Simoni wa Kirene alimpokea Yesu msalaba. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Katika njia ya msalaba kuna vituo vingapi? Bright. Kuna vituo 15 vya njia ya msalaba. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Kina nani walichukua mavazi ya Yesu? Maria. Waliogawana vazi la Yesu ni askari. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Paroko wa parokia Bikira Maria Mlima Karmeli anaitwa nani? Gift. Paroko wa parokia Bikira Maria Mlima Karmeli ni Father Dominic Maria Somola. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni. Yesu alitukomboa kwa njia ngapi? Elvine. Yesu alitukomboa kwa njia 2. Amepata, amekosa? Amepata. Mpongezeni.
Mtazamaji, tumemaliza kipengele cha darasani. Mtazamaji, tumemaliza kipengele cha pili cha darasani. Tunaingia kipengele cha tatu cha historia ya watakatifu. Karibu. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Utoto mtakatifu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Safi kwa Yesu, safi kwa Yesu, safi kwa Tumeupata, tudumishe. Basi, naitwa Padre Dickson Maria Richard Sambala wa shirika la Wakarmeli. Hii parokia ambayo tupo sasa hivi inaitwa parokia ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli, na mimi katika kipindi hiki kifupi nitaelezea historia ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli pamoja na Nabii Elia. Shirika la Bikira Maria wa Mlima Karmeli hujitofautisha na mashirika mengine yote kulingana na uanzilishi. Mashirika mengine yote unayoyafahamu, ukisikia shirika la Wabenediktini, maana yake wanaishi roho ya Mtakatifu Benedikto, ndiyo mwanzilishi wao. Ukisikia Wafransiskani, maana yake wanaishi roho ya Mtakatifu Francisco, ndiyo mwanzilishi wao. Ukisikia Dominikani, maana yake wanaishi roho ya Mtakatifu Dominiko, ndiyo mwanzilishi wao. Ukisikia Waagustiniani, wanaishi roho ya Mtakatifu Agustino, ndiyo mwanzilishi wao. Lakini shirika la Karmeli, hiyo Karmeli ni mlima huko kule Israeli, Palestina, si ndio? Sasa pale mlimani pana historia ya Nabii Elia aliyeishi miaka 800 kabla ya Kristo. Huyo Nabii Elia alizaliwa kule Israeli kwenye kijiji kinachoitwa Tishbi. Yeye Elia anaitwa Elia Mtishbe kutoka Tishbi. Elia Mtishbi kutoka Tishbe. Alafu ukitresi ni kama hana wazazi wake hawajulikani wala ndugu zake hawafahamiki. Yeye alikuja kufahamika wakati anawatetea wana wa Israeli wanavyonyanyaswa na wafalme wanaoabudu miungu kama vile akina Ahabu. Sasa huyu Elia alikuwa anapata nguvu katika ukimya pale kwenye mlima Karmeli. Kulikuwa na mapango yake pale anaishi, kulikuwa na kisima cha maji anaishi na kunywa maji pale, lakini lengo lilikuwa ni kuzungumza na Mungu ili kupata nguvu za kiroho, alafu awatetee watu wa Israeli. Sasa ilifika mahali Elia akachukuliwa kwa gari la moto akapaa wapi? Mbinguni. Baada ya Elia kutoweka, kuna watu ambao walikuwa wanazikumbuka kazi zake njema alizozifanya. Kwa hivyo wakawa wanatamani waige mfano wa maisha yake, waige nyayo zake, wawe kama Nabii Elia. Kwa hivyo hawa watu wakawa wanatoka mmoja, anatoka kwao, anakwenda pale kwenye milima, alafu anaanza kusali katika ukimya, kuishi katika upweke, huku akiwasiliana na Mungu. Baadaye walijikuta kumbe wako kikundi ambacho wote wana lengo moja la kumtafuta Mungu kupitia roho ya Nabii Elia. Baadaye wakaamua kuungana, wakaamua kuanza kuishi kwa udugu. Maana yake sasa wakawa wanakula chakula pamoja, wakawa wanasali pamoja, wakawa wanafanya kazi zao pamoja. Kadiri ya muda ulivyoenda, sasa kutokana na kwamba wanasali pamoja, wanakula pamoja, wanafanya shughuli zao pamoja, wakaamua kujenga kikanisa cha sala. Wakaamua kufanyaje? Kujenga kikanisa cha sala, alafu wakakiweka chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo hapo ndipo kwenye mzizi wa Nabii Elia na Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Kwa hivyo wakawa wanasali pale kwenye kile kikanisa, msimamizi wao ni Mama Bikira Maria, wakamweka kama mama wa eneo, lakini pia walimchukua kama dada yao. Kweli akawa anawasaidia kwa mambo mengi.
Kwa hiyo yale maisha ya jumuiya yaliwafanya waishi upendo, washirikiane, waingie pia kwenye masuala ya kazi za mikono kwa ajili ya kujitafutia chakula chao. Sasa kulingana na ibada walizokuwa wanazifanya, walitafuta vazi rasmi la kuwatambulisha kama kikundi cha watu wanaosali, si ndio? Sasa hilo vazi lilikuwa ni jeupe pe. Lilikuwa rangi gani? Jeupe. Sasa wakati wanafanya kazi, lile vazi lilikuwa linachafuka. Wakakubaliana kwamba ili tuweze kulilinda hili vazi, ni vizuri tukatafuta vazi lingine ambalo sio jeupe, ili tuwe tunavaa juu yake liwe linalilinda lile vazi jeupe. Mnanielewa watoto? Basi sasa wakakubaliana kutafuta vazi lenye rangi ya udongo, ndio kama hili vazi nililovaa. Sawa? Sasa walipotafuta lile vazi la udongo, wakaanza kulivaa, ile nguo yao nyeupe ikawa inalindwa, inakuwa safi. Kumbe mama Bikira Maria alikuwa anawatazama kwa ukarimu kwamba watoto wangu hawa wana akili, wanatamani ile vazi jeupe lisichafuke, wanalilinda kwa nguvu zao zote. Sasa na mimi nitawapatia zawadi ya pekee. Nitawapatia vazi litakalokuwa linalinda roho zao, na hilo ndilo vazi la skapulari. Ndio maana mwaka 1252 mkuu wa shirika wa kipindi hicho Simon Stock alitokewa na huyu mama Bikira Maria, akamkabidhi skapulari, akasema hii ni zawadi ya upendo na ulinzi. Ni zawadi ya nini? Ya upendo na ulinzi. Lakini ili zawadi hiyo ifanye kazi vizuri, lazima sasa wewe uwajibike katika maisha yako kama wale wakapweke walivyokuwa wanawajibika, wanafanya kazi mbalimbali, wanalilinda ile vazi, wanasali pamoja. Na wewe ili kusudi uvae skapulari ikufae, lazima uwe na wajibu wa ibada kwa mama Bikira Maria. Usali rozari vizuri, uhudhurie misa nyingi kadiri iwezekanavyo, uwe unaungama dhambi zako, uwe unapokea ekaristi, uwe unafanya matendo ya huruma, uwe unaishi kama Mkristo aliye hai. Kwa hiyo hiyo ndio historia fupi ya wanashirika wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Sisi tunaishi roho ya Nabii Elia, tukisindikizwa na mama yetu na dada yetu katika Karmeli, mama Bikira Maria. Kwa hiyo shirika lilikuwa hivyo, lina waanzilishi wengi, sio mwanzilishi mmoja, na hao waanzilishi wanaitwa wakapweke au kwa Kiingereza mahermits. Hao wakapweke ndio walikuwa sababu ya kuwepo kwa Wakarmeli. Karama ya Wakarmeli ni kwa kweli kuishi tafakari ya kina, tafakari ya moyo, kuishi maisha ya udugu na kuhudumia watu wengine, au kwa kifupi karama yetu ni kumtafuta Mungu katika ukimya. Ni kufanyaje? Kumtafuta Mungu katika ukimya. Ndiyo kazi aliyoifanya Nabii Elia baba yetu. Alikuwa anakaa katika ukimya na alimuona Mungu katika huo ukimya, na mpaka leo hiyo roho inaendelea. Sisi ndio tunaoendeleza hiyo roho. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Mnaitwa kuwa Wakarmeli ili mfanye kazi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji, tumemaliza kipengele chetu cha mwisho cha historia ya watakatifu. Kipengele hicho kinatamatisha kipindi chetu kwa leo. Mpaka siku nyingine. Bye. Tumsifu Yesu Kristo.